kupitia hii utatuzi tunaenda kuyaona hayo mapinduzi makubwa. Kwanza, kupunguza kwa gharama. Nyinyi nyote ni mashahidi kwamba mfumo huu unaenda kupunguza gharama, na ameelezea vizuri kwa undani ni namna gani gharama itapungua. Lakini kuepuka kuwa nje ya muda. Mtu yuko huko mkoani anashindwa kufikia ofisi za CMA, lakini akiwa na gadgets, akiwa na kifaa kitendea kazi, anaweza kafaili jambo lake hapo, na mtendaji mkuu wetu wa CMA ametupa mfano alivyotest yeye mwenyewe, akaona jambo linafanyika kwa wakati. Lakini ameelezwa mambo mengi ikiwemo uwazi na uwajibikaji kwa kutumia mfumo huu, lakini usikilizaji wa mashauri hata wakati wa majanga. Taifa letu na dunia kwa ujumla tulipitia kwenye majanga, ikiwemo janga la COVID ambalo lilikumba dunia nzima. Lakini mkiwa na mfumo bado mtaendelea kufanya kazi, mkiwa hata majumbani. Mfumo huu wa utatuzi si tu kwamba utaongeza ufanisi na utatuzi wa migogoro nchini, bali utachagiza utoaji wa haki kwa haraka. Mtakubaliana na mimi kwamba tumeanza maandalizi ya utekelezaji wa dira yetu, dira ya 2050. Dira hii mwisho wa siku inataka tuwe na Tanzania namna gani? Inataka baada ya miaka 25 ijayo, ifikapo 2050, dira inatuambia tunataka tuwe na taifa lenye ustawi, prosperous, lakini taifa lenye haki, taifa jumuishi na taifa lenye kujitegemea. Inaleta mapinduzi ya kidijitali, inaongeza uwazi, kasi na ufanisi katika utoaji haki na hususani haki kazi. Nitumie fursa hii kipekee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuiwezesha Tume ya Usuluhishi na Uamuzi kutimiza majukumu yake kikamilifu katika utatuzi wa migogoro ya kazi Tanzania Bara.